Hamjambo tena ndugu mtazamaji na msikilizaji wa New Africa TV pale popote ulipo. Kwa wale ambao mnatufuata mkiwa barani Afrika tunasema ni karibu sana. Wale ambao mnatufuata mkiwa Asia, Marekani, wale ambao mnatufuata mkiwa Ulaya, Canada, Australia, hata na sehemu zingine tofauti, tunasema ni karibu tena kwa taarifa habari zetu za siku ya leo. Leo ni Jumanne tarehe ni 18 mwezi Agosti ama mwezi wa 8 mwaka wa 2026. Pale ambapo tunakwenda kurudi kwa update zetu za asubuhi ya leo, tukiangazia yale ambayo yanajiri kwa sasa mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hata na nchi ya Kongo yote kwa ujumla. Pale ambapo kunaendelea operesheni kubwa sana kati ya kundi la waasi wa M23 kwa ushirikiano na kundi la Twirwaneho, wakiendelea kupigana na wale wote ambao wanapigana kwa upande wa serikali ya nchi ya Kongo. Na hilo ni jeshi la Kongo lenyewe ambalo limejulikana kwa jina la FARDC, likiendelea kuungwa mkono na makundi tofauti ya wazalendo pamoja na kikosi cha wanajeshi wengi waliotoka nchini Burundi ili kuambatana na jeshi la nchi hiyo kupigana na kundi hili la waasi wa M23. Na bila kuponda muda, nataka moja kwa moja tuingie kwa update zetu za asubuhi ya leo, tukianzia mbele kwenye mistari ya mapigano, pale ambapo mambo yaendelea kuchafuka na kuwa mabaya zaidi. Mapigano makali yaendelea kupamba moto kati ya pande zote mbili, sehemu nyingi tofauti mkoa wa Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Hapo ni kwenye milima mirefu na mifupi ya eneo la Fizi, Uvira na Mwenga, eneo la Kalehe, eneo la Kabare, eneo la Masisi na sehemu zingine tofauti ambapo hali yaendelea kuchafuka na kuwa mbaya zaidi. Hapo jana kumeripotiwa mapigano makali sana tena zaidi, kwanza masaa za asubuhi na mapema hadi masaa za jioni. Na jana ilikuwa ni siku ya 5 ya mashambulizi makali ambayo jeshi la Kongo pamoja na koalisio yote waliweza kuyaleta dhidi ya ngome za M23 ambazo zinapatikana katika eneo la Kalehe. Vijiji vingi tofauti viliweza kupata mashambulizi makali sana kwanza siku 5 zilizopita. Mapigano ambayo yaliweza kusababisha jeshi la Kongo kukamata sehemu nyingi tofauti ambazo zilikuwa mikononi mwa kundi hilo wapiganaji wa M23. Sasa habari za kweli tena za kuaminika ni kuwa hapo jana kumeripotiwa mapigano makali sana, mashambulizi makali sana, kiwango ambacho ilibidi kundi hilo waasi wa M23 pamoja na Twirwaneho waweze kutumia mashambulizi ya angani. Ilibidi waweze kutumia drone juu angani ili kutafuta jinsi wataweza kukabiliana na mashambulizi haya makali na kurudisha nyuma kundi hilo wapiganaji wa jeshi la Kongo pamoja na wazalendo. Baada ya mashambulizi hayo makali, ndugu mtazamaji na msikilizaji, ilibidi wazalendo waweze kurudi nyuma na kuanza kuacha sehemu ambazo zilikuwa mikononi mwao. Na wanaendelea kushtaki serikali ya Kongo wakisema kuwa wanakwenda kuachana na mapigano haya makali wapo serikali ya Kongo hiwezi leta ndege angani ili kuwasaidia kupigana na kukabiliana na mashambulizi haya makali. Wazalendo wanadai ya kwamba mbona kundi hilo waasi wa M23 pamoja na wale ambao wanapigana kwa upande wa kundi hilo wapate uwezo wa kutumia drone angani, lakini serikali ya jeshi la Kongo ambayo iko na uwezo mkubwa sana wakose vifaa vya mapigano, ikiwemo sasa mashambulizi ya angani ambayo yamejulikana sana, ambapo wanatumia sana drone pamoja na helicopters za kijeshi za kuleta nguvu kwa upande wa serikali ya Kongo. Hapo ni baada wazalendo kupoteza sehemu nyingi sana ambazo zilikuwa mikononi mwao kwa muda wa siku chache tu zilizopita, ikiwemo sehemu ambayo imejulikana kama Lumbishi, sehemu ambayo imejulikana kama Chambombo, sehemu ambayo imejulikana kama Bishaka, sehemu ambayo imejulikana kama Rutare, sehemu ambayo imejulikana kama Kigali, sehemu ambayo imejulikana kama Katale na sehemu zingine tofauti ambazo walikuwa wamezikamata hivi karibuni kwenye mashambulizi makali ambao waliweza kuyaleta kuanza tarehe 11, 12, 13 hadi siku ya leo 18. Baada ya mashambulizi hayo walikuwa wamekamata sehemu nyingi sana katika eneo hili la Kalehe hata na eneo jirani la Kabare.
Lakini baada ya hapo kundi hilo wapiganaji wa M23 siku mbili tatu zilizopita waliweza kutumia mashambulizi makali ya angani, wakaleta msaada mkubwa kutoka sehemu zingine tofauti, jambo ambalo liweza kusababisha wakamate sehemu ambazo walikuwa wamenyang'anywa na jeshi la Kongo pamoja na wazalendo, ikiwemo hizo sehemu ambazo tuliweza kuzitaja. Zote kwa sasa zimekwisha kurudi mikononi mwa M23 pamoja na wapiganaji wa Twirwaneho. Sasa hapo jana kumeamkia mapigano makali sana sana tena zaidi, sehemu ambayo imejulikana kama Tushunguti. Kama ni Tushunguti ama ni Kishunguti sijui, sehemu ambayo imejulikana kama Tushunguti, Nyamugari na sehemu ambayo imejulikana kama Kivoka. Hapa bado ni katika eneo la Kalehe. Nataka tusomea habari hizi ambazo ziliweza kuandikwa na kundi hili la wapiganaji wa M23 wakidai kuwa ni mashambulizi ambayo yameletwa tena na jeshi la Kongo pamoja na koalisio yote ya wale ambao wanapigana kwa upande wa serikali ya Kongo. À cette date du 17 août 2026, les forces armées de la République démocratique du Congo, les FDLR, les Wazalendo et les forces de défense nationale du Burundi ont lancé plusieurs attaques en même temps sur différentes bases. Ndugu mtazamaji na msikilizaji, hili ni tangazo la kundi hilo wapiganaji wa M23 wakidai kuwa hapo jana tarehe 17 mwezi huu wa Agosti mwaka 2026, jeshi la Kongo pamoja na wapiganaji kutoka kundi la FDLR pamoja na wazalendo kwa ushirikiano na jeshi la Burundi waliweza kuleta mashambulizi makali sana sana sehemu nyingi tofauti katika eneo la Kalehe. À partir de 7h50, des attaques simultanées ont été lancées sur des zones, les zones les plus peuplées de Katare, Tushunguti, Nyamugari et Kivoka dans le territoire de Kalehe. Kwanza masaa za asubuhi saa 1:50 waliweza kuleta mashambulizi makali sana sana sehemu ambapo kunapatikana raia wengi sana, zone plus peuplée. Ni sehemu ambapo kunapatikana ama kunaishi raia wengi sana. Amesema kuwa ni Katare, Tushunguti, Nyamugari e Kivoka. Hapa ni katika eneo la Kalehe. Na habari ambazo tumezipata ni kuwa mapigano haya yaliweza kuanzishwa masaa za asubuhi saa 1:50 hadi masaa za jioni. Sasa kundi hilo wapiganaji wa M23 walikuwa wamefika kwenye centre, karibu na centre, hawakuingia ndani. Waliweza kufurusha na kurudisha nyuma wazalendo pamoja na jeshi la Kongo, na waliweza kuacha sehemu hizi kwenye centre ya Tushunguti. Kama ni Tushunguti nafikiria ni Tushunguti ama Kishunguti, hawakuingia ndani lakini walikuwa karibu kwenye malango ya centre hiyo. Sehemu zingine kubwa zilikuwa zimekwisha kukamatwa. Na habari ambazo tumezipata ni kuwa kundi hilo wapiganaji wa M23 wanalenga kuendelea kusonga mbele sana ili kuwarudisha nyuma umbali wa kilomita nyingi, pale ambapo wanaweza kufika hata sehemu ambayo imejulikana kama Bunyakiri. Sasa ndugu mtazamaji na msikilizaji, mambo iko hivyo kwenye uwanja wa mapigano, na sio hapo peke yake. Kwenye milima mirefu ya eneo la Fizi hapo jana pia kumeripotiwa mashambulizi makali. Zilikuwa masaa za saa 4. À 10h juste, les forces armées de la République démocratique du Congo ont lancé un bombardement sur les zones densément peuplées de Nyaruhinga et Mukoko, dans le territoire de Minembwe, à l'aide de mortiers de 120 mm et de drones à KT-6. Ilikuwa ni masaa za saa 4 hapo jana, saa 4 kamili, pale ambapo inasemekana kuwa serikali ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iliweza kuleta mashambulizi makali sehemu ambayo imejulikana kama Nyaruhinga na sehemu ambayo imejulikana kama Mukoko. Hapa ni katika territoire ambayo imejulikana kama, sasa imebadilika, sio Fizi tena, imekuwa territoire de Haut Plateau de Minembwe. Kulingana na mwandishi wa tangazo hili, amesema kuwa ni kwenye territoire ama eneo la
la Minembwe ama Haut Plateau de Minembwe. Baada ya kukamata sehemu nyingi kwenye milima mirefu na mifupi ya eneo la Minembwe, waliweza kubadilisha sio tena eneo la Mwenga, Fizi, Uvira. Kwa upande wao wamekwisha kusema ni eneo la Haut Plateau de Minembwe, ambapo utapata sehemu zote ambazo zilikuwa ni Haut Plateau de Fizi, Uvira na Mwenga, zote zimegeuka teritwari moja peke yake ya Haut Plateau de Minembwe. Na inasemekana kuwa kwenye mashambulizi hayo makali waliweza kutumia kila ambacho kimejulikana kama mortier sa 20 mm, sorry, sa 20 mm, pamoja na droni angani aina ya Kati 6 ama KT6, pale ambapo waliweza kushambulia mashambulizi makali sana, lakini hakuna bila yoyote ya mashambulizi hayo kwa pande zote mbili, ikiwa ni kwa upande wa jeshi la Kongo pamoja na upande wa wazalendo. Lakini pia katika upande wa Kalehe hakuna bila yoyote ambayo tuliweza kuipata mashambulizi hayo makali. Mapigano makali hayo ambayo yanaendelea kwa sasa yanaendelea kudestabilize sehemu nyingi tofauti, na raia wanaendelea kuonekana wakikimbia sehemu nyingi tofauti, wakitafuta pale ambapo kunapatikana usalama na kuyahama makazi yao, wakiendelea kudai kuwa mambo haya yataenda hadi lini. Wataishi maisha ya kuhamahama kila siku, kila wakati, asubuhi, mchana, jioni, wakitoka kijiji kimoja pale wamekimbilia pia kunavamiwa, wanakimbia kwa mara nyingine pale wameelekea, hawana uhakika kuwa watalala nyumbani mwezi mmoja ama miwili, sababu anajua kuwa operesheni hizi bado zinaendelea. Sasa ndugu mtazamaji na msikilizaji, jambo hilo laendelea kusababisha ukimbizi wa raia wengi sana, wakitoka katika eneo hili la Kalehe wakielekea maeneo jirani, wengine wakielekea tu vijiji vingine jirani, ambapo mapigano haya makali hayakuweza kufikia. Ndugu mtazamaji na msikilizaji, tulikuwa tu tukuletea update kwenye uwanja wa mapigano, jinsi mambo ilivyo. Baada ya mashambulizi makali hayo ambayo aliweza kuletwa na wazalendo pamoja na jeshi la Kongo na kukamata uharaka sana sehemu nyingi tofauti, sasa wamezipoteza zote tena, na wanahofia kuwa na zile ambazo zilikuwa mikononi mwao mbeleni zinakwenda kuingia mikononi makundi hilo wapiganaji wa M23 pamoja na kundi la wapiganaji wa MRDP ambalo limejulikana kama Twirwaneho. Hii ni DRC News, pale ambapo tunaleta habari zote ambazo zinaendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia channel ya